Ya ajabu ambayo Mungu ametujalia siku hii tuweko kwenye ibada hii, na tunaamini ya kwamba kila aliyeingia atatoka na ushindi katika jina la Yesu. Na wale wanaotufuatilia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, nao Bwana atawagusa katika jina la Yesu. Kwa hiyo wako wengi wanaotufuatilia katika dunia nzima katika mitandao yetu ya kijamii kwa ajili ya neno la Mungu. Ndio maana huwa tunaziweka ibada hizi sawa, ili ni kwa faida sio kwa walio hapa, lakini ni kwa faida ya mamilioni na maelfu za watu wanaotufuatilia kwenye TikTok, wengine kwenye YouTube na wengine kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo tunaamini siku hii ni siku Bwana aliyoitengeneza kwa ajili yetu katika jina la Yesu. Simama nami tusome neno la Mungu, na baadaye tuweke maneno machache na tuweze kuendelea katika mipango na harakati zetu za kuweza kuomba. Utajua kwamba mwezi huu ni mwezi wetu wa maombi katika huduma hii, na lazima kieleweke katika jina la Yesu. Na zaidi ya yote tunataka wale wanaoita Bwana, wale waliookoka, maisha yao yaweze kubadilika, kwa maana aliyetuokoa ni Mungu wa kubadilisha. Haleluya. Nataka nitangulize neno hili, sehemu yetu ya pili, kwa nini maisha yangu hayabadiliki hata kama mimi ni mwana wa Mungu. Kwa nini maisha yangu hayabadiliki? Kwa nini maisha yangu hayabadiliki? Ndio neno ambalo nataka kulizungumza kwa dakika chache hizi, ambazo kwa nini maisha yangu hayabadiliki. Hata kama nimeokoka, ninaomba, ninafanya kazi, ninashiriki ibada za maombi, ibada za kiroho, lakini kwa nini maisha yangu hayabadiliki? Ni maulizo ya watu wengi. Wangapi wamewahi kujiuliza? Uko hapa kwa nini maisha yako hayabadiliki? Tunaingia katika sehemu ya pili. Jumapili iliyopita tuliweza kuongea aina 4 za mioyo. Tukasema aina ya moyo ulio nao unachangia usibadilike. Moyo ulio nao unachangia maisha yako yasije yakabadilika. Aina ya moyo ulio nao. Rudisha pale ulikokuwa. Pale ulikokuwa palikuwa sawa. Asanteni sana. Kwa nini maisha yangu hayabadiliki hata kama mimi nimeokoka, mimi ni mwana wa Mungu, lakini kwa nini maisha yangu hayabadiliki? Tukaangalia aina ya moyo ulio nao. Mpanzi alitoka kwenda kuzipanda mbegu. Mbegu zingine zikaenda kwenye barabara, moyo wa barabara. Mbegu zingine zikaanguka kwenye mawe, mawe yakazisonga, mawe yakawa hayana uwezo wa kuzipitisha. Nyingine zikaanguka kwenye miba, miba ikazisonga. Nyingine zikaanguka kwenye udongo mwema unaoitwa udongo mzuri, zikazaa. Kwa hiyo hii ni aina ya wanadamu walio na mioyo. Kwa hiyo mioyo 4 hii, moyo wako ni upi katika hii 4? Kwa hiyo unaweza kujiuliza, kwa nini maisha yangu haibadiliki? Tukafafanua aina ya hizi mioyo 4 au mioyo hii: mawe, miba na barabara. Watu wasioliweka neno. Kwa hiyo ni vigumu wao kubadilika hata kama wanafundishwa. Na zaidi kizazi hiki kinatakiwa kipate mafundisho, ndipo tutaweza kufika tunakoenda. Lakini ngoja tusome neno la Mungu katika Samueli wa kwanza. Tuende katika usomi na baadaye tuendelee mbele katika neno la Mungu. Ukiangalia katika Samueli
wa kwanza mlango wa 4 mstari wake ule wa 5. Na sanduku la agano la Bwana lilipoingia kambini, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu, hata nchi ikavuma. Nao Wafilisti waliposikia mshindo wa zile kelele, walisema, maana yake nini mshindo wa kelele hizi kubwa katika kambi ya Waebrania? Wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana limefika kambini. Wafilisti wakaogopa, maana walisema, Mungu ameingia katika kambi ya Waebrania. Ole wetu, kwani halijawa jambo hili kama tangu hapo. Ole wetu, ni nani atakayetuokoa na mkono wa miungu hawa walio hodari? Hawa ndio miungu waliowapiga wa Misri kwa mapigo ya kila namna jangwani. Iweni hodari na kufanya kiume, enyi Wafilisti, msije mkawa watumwa wa Waebrania kama wao walivyokuwa watumwa wenu. Fanyeni kiume mukapigane nao. Wafilisti wakapigana na Israeli, wakapigwa, wakakimbia kila mtu hemani mwake, wakaua watu wengi sana. Maana katika Israeli walianguka watu 30,000 wenye kwenda vitani kwa miguu. Hilo sanduku la Mungu likatwaliwa na Hofni na Finehasi, wale wana wawili wa Eli, wakaua. Basi mtu mmoja wa Wabenyamini akapiga mbio kutoka jeshini, akafika Shilo siku ile ile, hali nguo zake zimeraruliwa na mavumbi kichwani mwake. Angalia mstari wa 16. Yule mtu akamwambia Eli, mimi ndimi niliyetoka jeshini, nami leo hivi nimekimbia toka jeshini. Naye akasema, yalikwendaje mwanangu? Yeye aliyeleta habari akajibu akasema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, tena watu wengi sana wameua, na hata watu wengi sana wameua, na wako wanao wawili, Hofni na Finehasi, wamekufa pia, na sanduku la Mungu limetwaliwa. Ikawa alipotaja sanduku la Mungu, Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma kando ya mlango, shingo yake ikavunjika, akafa. Maana alikuwa mzee tena mzito, naye alikuwa amewaamua Israeli miaka hiyo 40. Amen. Kwa nini maisha yangu hayabadilike? Kwa nini maisha yangu hayabadiliki? Ni maulizo wakati mimi ni mwana wa Mungu. Wakati mimi ni mwana wa Mungu. Tumesoma habari la sanduku la Bwana. Sanduku la Bwana kwa ufupi lilikuwa linamaanisha Mungu katikati ya Israeli. Na siku zote wakati Israeli wanalo sanduku la Mungu, hata wewe una mazoezi ya kutosha
huwezi kuwapiga Waisraeli kirahisi, kwa sababu walikuwa na kitu kinaitwa sanduku la agano. Bwana asifiwe. Na sanduku hili lilikuwa ndani yake mlikuwa sheria ya Mungu, yaani mlikuwa neno la Mungu, likimaanisha Israeli wanatembea kwa neno la Mungu. Jambo la pili lililokuwa katika ile sanduku, mlikuwa fimbo ya Musa au fimbo ya Haruni, ambayo fimbo hii ndio iliyomeza fimbo za wachawi wa Misri. Na fimbo hii ilikuwa inamaanisha mamlaka, ilikuwa inaashiria au inatangaza mamlaka ya Mungu katika Israeli iliyo juu ya mamlaka zote za dunia hii. Haleluya. Kwa maana wachawi wa Misri walipoinua mamlaka zao, mamlaka ya Mungu yakameza mamlaka zao. Haleluya. Leo hii mamlaka ya wachawi itamezwa katika jina la Yesu. Kila mchawi aliyeinua mamlaka yake kinyume chako, kwa sababu unayo fimbo ya mamlaka, haleluya, itameza fimbo zao. Na ilikuwa inatangaza katika unabii kwamba iko fimbo itakayotokea. Maana fimbo ni mti, inamaanisha fimbo inamaanisha mti. Ilikuwa inatangaza ya kwamba yuko Kristo atakapokuja, huyu ndiye atakayetembea kwa mamlaka. Ndio itakuwa mamlaka ya kanisa. Haleluya. Mamlaka ya kanisa ni ile fimbo, ni ule mti wa uzima ambao ni Yesu Kristo mwenyewe. Haleluya. Ambaye kwa fimbo hii tunawapiga wachawi, kwa fimbo hii tunayapiga magonjwa, kwa fimbo hii tunayapiga mizimu, kwa fimbo hii tunawapiga walozi, wafrima, waekangare, waeliminati, warosgua, waurane, tunawapiga kwa fimbo hii. Leta amena zaidi katika jina Yesu kama unanielewa. Hiyo fimbo ilimaanisha mamlaka, ilimaanisha mamlaka. Sanduku lilikuwa na hivi vitu viwili ambavyo vilienda nao, kama vile nimefafanua. Hasa sanduku hii ilipokuwa katika Israeli, ulikuwa ni ushindi tosha, ilikuwa ni uwezo mkubwa. Ndio maana unaweza kuona wakati Israeli walipofika kwenye mto usio na kilalo, au mahali ambapo hakuna meli ya kuwavusha, hakuna mtumbu, hakuna meli ya kuwavusha, au hakuna bato, hakuna gari ya kuwavusha, hakuna kitu wanaweza wakavuka, Mungu akamwambia Yoshua, ambia makuhani wainue sanduku la Bwana, na haya maji yatapata njia, yatawapa njia. Maana inabeba, sanduku linabeba Mungu mzima aliyeumba bahari, aliyeumba mito. Ndio maana mito ikapana njia, kwa sababu imeona aliyetuumba hawa wanamubeba, kwa hiyo tuwape njia. Ikapana njia. Haikupana njia juu ya miguu ya makuhani, lakini kwa sababu makuhani wanambeba Mungu katika mabega yao, ndio maana mto wa Yordani ukawapa njia. Haleluya. Inatangaza unapombeba Mungu katika moyo wako, katika maisha yako, vitu vingine vitaanza kuanguka, vitu vingine vitaanza kusambaratika. Tumepigwa kwa sababu hatukubeba ile mamlaka, hatukubeba ule Kristo ndani ya maisha yetu. Ndio maana tumezerera na kuzezeta na kuyumbayumba na kuharibiwa, kwa sababu Mungu aliye ushindi wetu tumemwacha. Sanduku likafanya njia, wakavuka wote. Mamilioni za watu walivuka. Ukiangalia walivyovuka katika Yoshua mlango wa 3, utaangalia hapa kitu. Neno la Mungu linasema makuhani wakashimama imara,
Nataka nitangaze makuhani mlio hapa, katika Ufunuo mlango wa 5 mstari wake wa 8 inasema Yesu Kristo aliponunulia Mungu watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa, akatufanya ufalme na makuhani wake. Katufanya ufalme na makuhani. Kwa hiyo inamaanisha nini? Kuhani akiwa amebeba Mungu ataweza kusaidia watu. Tatizo tulio nalo, tumebeba dini zetu, tumezibeba kwenye moyo badala ya kubeba Kristo katika moyo. Tumepigwa. Mahali ungepata heshima, unapata aibu. Mahali ungepata sifa, unadharauliwa. Kwa sababu yule ambaye angekuinua, angekusaidia, umebeba dini yako kwenye kichwa, na watu wamechoka kwa sababu unapoibeba utachoka. Haleluya. Alafu katika ili sanduku ndilo lilikuwa linaashiria uwepo wa Mungu katika Israeli. Kwa hiyo Israeli, ushindi wao haukutokana na mazoezi ya mwili, haukutokana na akili ya mwili. Ninatangaza ya kwamba ushindi wa kanisa haitokane na urefu ya watu walio kwenye huduma, haitokane na unene ya watu walio kwenye huduma, haitokane na elimu ya watu walio kwenye huduma. Ushindi wa kanisa ni uwepo wa Mungu katika huduma. Ushindi ya huduma ni uwepo ya Mungu. Urefu wa kanisa ni Kristo katika kanisa. Katika jina Yesu, huyu ndiye sanduku letu la agano katika kizazi hiki. Huyu ndiye sanduku letu la agano. Halafu hapa sanduku la agano, nataka nikuonyeshe kitu kingine. Walipofika mahali ambapo wamefungiwa mlango na njia, Mungu akamwambia Yoshua, msiogope. Nimewapa Yeriko, nimewapa mfalme wake, nimewapa na masuja wake wenye nguvu. Msiogope, hata kama mmekutana wamefunga milango ya chuma, isiwatishe, kwa sababu mko pamoja nami. Kamwambia Yoshua, ambia makuhani wainue lile sanduku. Kwa hiyo sanduku sio kwamba lina uwezo wa kupasua maji, lakini pia lina uwezo wa kuvunja ukuta. Haleluya. Vile unajua shida zinatokea, changamoto huwa zina rangi mbalimbali, lakini katika rangi zote za changamoto Mungu huwa anafanya vitu. Ndio maana kwenye ukuta akasema muinue sanduku. Ina maana muinue Mungu. Ina maana msimamishe Mungu. Muache akili zenu nyote, mujiunge na muwe nyuma ya lile sanduku. Mtaona kitakachofanyika. Akamwambia kwa sababu Mungu anapenda sifa, Mungu anapenda maabudu, akasema pia makuhani wengine wachukue pembe 7 za kondoo, wa kondoo waume, halafu waanze kuzipiga, kwa sababu mnabeba Mungu mzima, naye kazi yake anataka sifa. Mtaona ukuta uliojengwa miaka mingi, lakini kwa siku 7 mtaona unasambaratika. Haleluya. Ninajua ya kwamba adui alipokuwa amepanga mipango ya kuzuia nyumba yenu na familia yako, alijenga vile vitu kwa miaka mingi. Kuna wengine kabla hujazaliwa adui akawa amejenga ukuta kwa familia kabla hujazaliwa. Yani alidanganya mababu, akawaambia wapeleke sadaka kwenye milima, akawaambia wapeleke sadaka kwenye mahema, watafute ndiba, watafute miereko, akawadanganya. Na hii ndio umekutana ukuta umefunga jamaa nzima. Usiogope. Ambia jirani yako usiogope. Usiogope. Unajua ule ukuta wa Yeriko ulijengwa miaka mingi, kwa sababu wana wa Israeli walianza safari kutoka Misri, walimaliza miaka 40 ndipo walifika pale.
Sasa neno la Mungu linasema ukuta ule ulijengwa kwa ajili ya kuwazuia wana wa Israeli. Inasema kwa ajili ya wana wa Israeli Yeriko ikafungwa, wasipate kwa kupita wala kwa kupitisha macho. Lakini kwa sababu Mungu walio naye hauwezi kumzuia, iko yulu ya ukuta, iko yulu ya mawazo yetu. Njia zake ziko juu ya njia zetu, na mawazo yake yako juu ya mawazo yetu, na nguvu zake ziko juu ya nguvu zetu. Ndio maana akavunja kitu cha miaka, akakibomoa kwa siku 7 katika jina la Yesu. Vitabomoka kwenye maisha yako. Vilijengwa, haijalishi vilijengwa siku sababu yako, haijalishi vilijengwa. Angalia kitu kilichojengwa kipindi cha Adamu, lakini Yesu akakivunja pale Golgotha. Hujanielewa. Tokea Adamu miaka mingi imepita, lakini angalia Yesu pale msalabani akavunja kile ambacho kilianzishwa na Adamu, yani dhambi. Angalia unapookoka, hata dakika hii ukiokoka, yote ya dhambi inavunjika. Hata kama umefanya dhambi miaka 10 au miaka 20 au zaidi, kwa dakika moja unasema Bwana Yesu, nakupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo sitatumikia shetani tena, nimekuja kwako. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Unasamehewa, haijalishi miaka uliodumu katika dhambi. Leo utasamehewa katika jina la Yesu. Pana watu hapa watafunguliwa kikamilifu katika maombi haya, katika ujumbe huu. Utasamehewa leo. Utasamehewa leo. Na mizimu huwa nayo haina la kuongea wakati Yesu anatokea. Angalia katika kitabu cha Yohana, barua ya kwanza ya Yohana mlango wa 3 mstari wake wa 8 inasema hivi: atendaye dhambi ni wa shetani, kwa maana shetani hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili, kwa hii mezaa mwana wa Mungu alitokea azivunje kazi za shetani. Azivunje kazi za shetani. Ni nini kazi za dhambi ndani ya maisha ya watu? Tazama mwana kondoo wa Mungu. Yohana alipotabiri akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, ili kila muaminie asipotee, apate uzima ule wa milele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sanduku la Bwana kwa wakati wetu, nisikuchoshe, ni Yesu Kristo. Akasema nini katika Yohana mlango wa 15? Anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima, na mtu hawezi kufika kwa Baba asipopita kwangu. Akasema mimi ndiye msingi wa kweli, na kila aliyejenga juu yangu mafuriko yoyote hayatambeba. Haleluya. Mafuriko yoyote haitakubeba, kwa maana umejenga juu ya Kristo Yesu aliye sanduku la agano. Ndio unasikia wanakuambia agano jipya. Huwezi kuelewa wanaposema agano jipya, maana unajua agano la kale zaidi sana liliwasaidia Wayahudi. Wayahudi ndio walibarikiwa, walifanikiwa katika lile agano ambalo Mungu alifanya na Ibrahimu. Lakini agano la Yesu Kristo limenunua watu wa kila lugha, watu wa kila taifa, na wewe ukiwa miongoni mwao. Ndio maana lile agano la Yesu limefika kwa kabila la Wanande, limefika kwa kabila la Wanyanga, limefika kwa makabila zote na lugha na jamaa, kwa sababu ni tofauti na lile agano lile la zamani alilofanya na Ibrahimu. Agano la Ibrahimu lilikuwa juu ya kabila 12, lakini agano la Yesu, Ufunuo nasema, alinunua watu wa kila lugha, wa kila taifa na wa kila jamaa. Inasema ili kila muaminie anaingia katika lile agano hata pote. Hujanielewa? Kila muaminie, maana kila muaminie, hapana kila kabila imuaminie, hapana, kila mtu amuaminie hataweza kupotea, atakuwa na uzima wa milele. Sasa angalia, wana wa Israeli
wakainua sanduku la Bwana, wakafanya vita na Wafilisti, wakaenda katika kupambana. Kilichotokea, Wafilisti wakaua katikati ya Israeli watu 4,000. Wakakimbia mbele ya Wafilisti. Badala ya ushindi wakapata hasara. Wakakaa wazee, wakauliza, wakasema, kwa nini tumepigwa? Wakasema, Wafilisti wametupiga kwa sababu wanatumia miungu yao, wanatumia nguvu nyingi. Basi wakapatana kwa pamoja, tuende tukalilete sanduku la Bwana kutoka Shilo na tulilete hapa ili lije tupambanie, kwa sababu hili ndilo liliangusha Yeriko, hili ndilo lilipasua mto wa Yordani, hili ndilo lilifanya maajabu katika jangwa. Twende tukaliite, hili ndilo lilisaidia watu kupata ushindi, tukaliite. Wakaamua walipandisha sanduku la agano, likaja katika kambi ya Waisraeli. Lilipofika, Waisraeli waliimba, walicheza, walifurahi. Biblia inasema wakafanya fujo kubwa mpaka waadui zao wakasema, kuna nini katika kambi ya Israeli? Wakaambiwa ya kwamba sanduku la Mungu au Mungu, Wafilisti wakasema Mungu ameingia katika kambi la Waisraeli. Wakasema ole wetu, kwa sababu habari la hili sanduku ni habari za ajabu. Hili sanduku, huyu Mungu ndio alipiga Misri kwa mapigo ya kila aina. Kumbe wapagano wanajua frappe za Mungu wetu. Wanashangaa ukienda bila frappe, wanasema huyu anadanganya. Huyu Mungu kisi tunavyomjua ni Mungu anayefanya vitu, ila huyu anatudanganya. Wakasema ole wetu, kwa maana huyu Mungu ndiye aliyevunja nchi ya Misri kwa mapigo ya kila aina. Nani atatuokoa na miungu hii walio hodari? Wakasema miungu hii ina uhodari wa hali ya juu, kwa maana historia inaongea yeye ndiye aliyepiga Misri kwa mapigo ya kila aina, na katika jangwa aliwatendea miujiza isiyoelezeka, na Yeriko aliwatendea mambo makubwa. Huyu ndiye aliyefukuza Waamori na Wamidiani na watu wa kila aina. Tumepata hizi taarifa. Huyu ndiye aliyetembea na Wayefuta na Wasamsoni na wengine wengi. Wafilisti wakalia, wakasema ole wetu, ole wetu, ole wetu. Viongozi wao wakawaambia, muwe hodari, hata kama Mungu wao wameingia, tuende tupambane. Wakasema muwe na moyo wa kiume, kwa maana tusije tukawa watumwa wa Waebrania kama wao walivyo watumwa wetu. Tupigane kwa majina ya miungu yetu, tuhakikishe tunapambana na Waebrania, tunawaangamiza. Wakaanza vita. Unajua kilichotokea katika Israeli? Wakaua watu 30,000. 30,000 persone kaanguka. Wakasema kumbe Mungu wao ni dhaifu. Waliwapiga mpaka kila moja akaenda kwenye hema yake, wakajitukana na makuhani nao wakafa siku ile katika ile vita. Makuhani, sanduku likawa halina nguvu ya kuwatetea, kwa sababu uovu ulikuwa umeingia katika Israeli. Kwa nini maisha yangu hayabadiliki? Kwa sababu nimeliita tu jina la Bwana kwa midomo, na sasa Mungu hayupo. Ndio unaona kipigo kinachoshuhudiwa katika maisha ya watu. Sanduku hili sio kwamba limekuwa dhaifu, lakini hapa Biblia inasema mkono wa Bwana si mfupi kwa kutenda, kwa kufanya ishara na maajabu, lakini dhambi za watu zinazuia Mungu. Anaacha kuwatendea, anaacha kufanya vita vyako. Anasema vita si vyenu, vita ni vyangu. Lakini uovu inaacha vita iwe yako, isiwe ya Mungu. Na angalia vita wakati ni yako, huna na mazoezi ya mwili. Na mazoezi ya mwili huna hapa. Hata kukimbia hapa, tukisema tukimbie, kuna wengine watafika hata kwenye roundabout hapa wakikimbia. Sasa huna mazoezi ya kukimbia. Nani anajua hapa kukimbia? Nani anajua mchezo wa ngumi hapa? Hakuna. Kwa hiyo unashangaa huna hata mazoezi ya ngumi ya mwili. Hata
hata ya kukimbia ili jaribu likitokea ukimbie basi na miguu yako, lakini huna ile nguvu. Upambane hata na pepo. Kuna mtumishi mwingine ambaye mapepo walimtokea kwenye ukuta kwa mhubiri katika mji huu. Wakamtokea, alikuwa ameandaliwa mkutano semina, wakamtokea kwenye chumba. Unajua alichokifanya? Anapiga yale mapepo kwa mikono yake. Kumbe anapiga ukuta, anapiga ukuta. Walikutana mhubiri, mikono imevunjika, miguu imevunjika, kichwa kimevunjika. Walichokifanya ni kumbeba hospitali, kwa sababu alikuwa anapambana vita hivi kimwili. Wakati mapepo zimemtokea, wakati wakanibala wamemtokea kwenye chumba kwamba unakuja kusema watu waokoke, wewe ni nani? Wale mtokea sasa, nawaona live, anawapiga ngume, kumbe amepiga ukuta, anapiga ngume, kumbe amepiga ukuta. Mikono ilivunjika mpaka iliomba tibiwe. Unaangalia, kwa sababu wana wa Mungu wamefurahia kuitwa wana wa Mungu, lakini bila Mungu katika maisha yao. Hii ni sababu kubwa inayopelekea maisha yako yasibadilike. Angalia, sanduku liko katikati yao, lakini wakaua watu 30,000. Watu 30,000 kaanguka pale pale na haitaonekanaka mpaka leo. Kuongeza ile 4,000 zikawa watu 34,000. Watu wakapunguka, wamama wakabaki wajane, watoto wakabaki mayatima, kwa sababu baba zao, hata kama sanduku la Bwana liko katikati yao, lakini hawajaweka sheria kwamba na usifurahi tu kuhubiriwa, usifurahi tu kufundishwa, lakini ni kulichukua lile neno na kuliweka katika maisha yako. Ndio itapelekea Bwana afanye vita vyako kuwa vita vyake. Amen. Ndio itasababisha Mungu apigane vita vyako, vinginevyo hutabadilika. Umewahi kujiuliza watu wanakaa kwenye maombi miaka mingi lakini hawabadiliki? Kwa sababu ya nini? Sanduku liko pale, lilikuwa pale, walipigwa. Kwa sababu sio tu sanduku tu lilikuwa sanduku, mule mlikuwa neno, ilibidi walichukue neno, waliheshimu. Mule mlikuwa fimbo, mamlaka ya Mungu, wakubali mamlaka ya Mungu iongoze maisha yao, ndipo yale mamlaka yatapiga Wafilisti. Lakini angalia, wanapigwa kabisa. Angalia kipigo kilicho kwenye maisha yako, angalia kipigo kilicho kwenye familia. Angalia haubadiliki, angalia haufunguki, angalia haubadiliki. Hakuna mabadiliko. Ibada lengo lake ni kubadilisha watu. Kama tunafanya ibada ni kubadilisha watu. Kama asibadilisha watu, basi huu ni udini tu. Kwa maana Yesu alikuja, dini ilikuwa, na atarudi, dini itaendelea kuwa. Lakini kanisa, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Katika Mathayo 16 mstari wake wa 17 na 18 na 19 anasema, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaligusa kanisa langu, haitalishinda. Maana yake kanisa liko juu ya milango ya kuzimu. Amen. Na wewe huwezi kujiuliza, unakemea mapepo na unaenda lala, hautakufa homa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nini? Kwa sababu kuna vitu vinaendelea, kuna Mungu anakulinda. Huwezi kujiuliza, nimekemea mapepo, nimekemea wachawi, nimekemea waurane, wako katika mji na wanasikia, lakini kwa nini wameshindwa kufanya kitu? Hawana uwezo wa kusimama mbele ya Mungu tuliye naye. Haleluya. Hawana uwezo. Kwa nini midomo ya watu wanakuambia hutafanikiwa, lakini unafanikiwa? Kwa sababu midomo yao haina uwezo wa kuzuia sanduku la Bwana ndani yako lisifanye kazi. Hawana uwezo wa kufunga mbingu. Vinywa vya wamama, wanaume, wanawake havina uwezo ya kufunga mbingu. Vina uwezo ya kuongea, vinaishia duniani, lakini mbinguni itashusha baraka. Ndio maana unaona kama Yusufu alichukiwa na ndugu zake, lakini hawakuzuia ahadi ya Mungu isitimie juu ya Yusufu. Haleluya.
Yuko dada mahali hapa, usifuatilie vinywa vya watu. Wewe imarisha madhabahu yako. Wewe keshea neno. Vinywa vya wamama, wanaume visikukulie muda, visikupondee muda. Wewe imarisha madhabahu yako. Hujanielewa? Wewe unayesemwa usisumbuke. Wanadamu kazi yao ni kuongea. Wanadamu kazi yao hawana shukurani. Hata uwape hazina yako yote, hawana shukurani. Hata uwape hata mafuta yako ya kupakaa, hawana shukurani. Hata uwape mavazi yako ya kwanza, hawana shukurani. Wewe mambo ya watu yasikunyime usingizi. Yuko Bwana afunguaye milango, wala milango ya kuzimu haitalishinda kanisa, wala midomo ya wamama haitashinda kanisa, wala midomo ya wachawi wala milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Acha nikupe kitu kimoja, uone wanadamu kwamba hawana wema. Kuna mtu mmoja anaitwa Mefiboshethi. Mumewahi kumsoma? Alikuwa mwana wa Yonathani. Daudi alipotawala akasema, je, kumesalia mtu katika nyumba ya Sauli nimtendee mema kwa ajili ya Yonathani ambaye alikuwa rafiki yangu, na tuliweza kuapa tutakuwa na agano la kudumu. Wakasema familia ya Sauli wengi wao wamekufa, ila tunakumbuka walipokuwa wakikimbia vitani, kuna mtoto mmoja anaitwa Mefiboshethi. Alipokuwa mdogo kukimbia vita, wakamwangukia, mguu wake ukavunjika. Kwa hiyo yeye ni kilema. Amekaa wapi? Lodebari. Amekaa wapi? Lodebari. Akasema mumuite. Akasema njoo hapa Ziba. Akasema leta yule mtoto. Alipokuja kilema, sheria ya Mungu na sheria ya Musa ilisema ya kwamba viwete wasiingie Yerusalemu, lakini kwa sababu ya agano la Daudi pamoja na Yonathani, kiwete akaingia. Haleluya. Sheria inaweza kusema hivi, lakini Mungu iko juu ya sheria. Kama Daudi alivunja ile sheria akaleta Mefiboshethi mbele kwenye meza yake, na wewe Mungu anaweza kuvunja sheria. Hata sheria ya familia yako itavunjika. Mungu ya familia yako ilileta sheria mtu wa hii jamaa kuondoka duniani au na ugonjwa wa kisukari, mtu kuondoka duniani au amelia sana au ameteseka, biashara haiko mwa hii familia. Ile sheria tutaivunja leo katika jina la Yesu. Kila sheria ya umasikini, kila agano la magonjwa tutalipasua leo kwa neno la Bwana katika jina la Yesu. Kama Daudi alivunja sheria ya kusema viwete wasiingie mu Yerusalemu, na akamwita Mefiboshethi, njoo hapa. Akatoka Lodebari. Lodebari ilikuwa ni nje kabisa ya jiji, kwa sababu haiomba kiwete wala kilema aonekane Yerusalemu. Wakashangaa, hata makuhani wakashangaa. Akamwambia Mefiboshethi, wewe utakula mezani pangu, na utajiri wote wa Sauli na mashamba yote ya babu yako na baba yako yote ni yako, na Ziba atakutumikia. Sikia ninachoeleza hapa ili ujue wanadamu. Sema wanadamu hawana shukurani. Hata uwape nyumba yote, wakipata fursa ya kusema tusengenye, utashangaa yule uliyemtendea wema ndiye anawaambia wengine, hamjui hili, hamjui na hili, hamjui na lile. Yule kwanza kifa nitafurahi. Ndio Sasa ikafika wakati mtoto wa Daudi, Absalom, akafanya vita na baba yake, na akafanikiwa kuondoa baba kwenye kiti. Baba akakimbia. Unajua alichokifanya Mefiboshethi? Akasahau mazuri yote Daudi aliyomtendea. Akasema kale ka Daudi, kwanza nimeshindwa kukosa fursa ya kukaua,
Ndio maana nimefurahi wewe mwanae kukimbiza ka Daudi aliyetolewa Lodebari. Aliyetolewa Lodebari, kiwete ambaye alifika kwa neema, akasema kwanza nasikitika, nafurahia vita vyako kupiga baba yako kwa sababu umenipigania, kwa sababu nilikuwa nataka siku moja niue Daudi lakini nilishindwa, lakini umenisaidia Shalom. Unaona wanadamu, huwezi kumfurahisha mtu. Unajua kwamba mpaka sasa sikuamini. Unajua sikuamini mpaka sasa hivi, kwa sababu unajua saa yote unaweza ukachange, saa yote unaweza ukabadilika, unaweza ukasema asulubiwe. Angalia wale Yesu aliponya watoto wao, ndio walikuwa mstari wa kwanza, asulubiwe afe, damu yake iwe juu yetu, iwe juu ya watoto wetu. Yani wakalaani watoto ni kwa sababu damu ya Yesu haikukuwa na laana, ndio maana hawakulaaniwa. Lakini walikuwa wamesema damu yake iwe juu yao na iwe juu ya watoto wake. Kwa sababu amwangaye damu, lazima damu yake imwangwe. Lakini kwa sababu damu ya Yesu haina laana, ndio maana hawakulaaniwa. Haleluya, pigia Yesu makofi. Iko damu ya Yesu inaondoa laana, kwa hiyo hayo haina laana. Damu ya Yesu haina laana. Ndio maana hapa hawakulaaniwa tu ili kila muamini asipotee. Hata walisema damu yake iwe juu ya watoto wao. Maana walikuwa wanasema laana ya damu yako iwe juu yetu, tunakubali laana. Na watoto wetu tunakubali iwe juu yao. Tu walijua Torati nasema ukiua, donge ile damu itaenda na kuwachukua ukiua mtu. Sasa wakasema juu tunaua Yesu, damu yake iwe juu yetu na iwe juu ya watoto wetu. Lakini kwa sababu ni damu isiyo na laana, basi ili kila muaminie asipotee, imenunua watu wa kila lugha na kila taifa. Kwa hiyo haina laana. Amen. Sasa angalia Mefibosheti alichofanya. Unaona? Alikuwa nakula kwenye nyumba ya mfalme, kwenye meza ya mfalme. Anakuja anajikokota, wanamketisha kwenye kiti, wanakula. Na amerudishiwa mashamba yote ya Sauli, utajiri wote wa Sauli uko chini ya mikono yake. Siku moja Mungu akarudisha Daudi. Unajua aliyokifanya? Tena ndiye alikuwa wa kwanza wa kutubu. Kwamba mfalme natubu, usiangalie makosa yangu. Aliposikia kwamba Daudi anavuka kivuko na anakuja, akasema usiangalie makosa bwana wangu, angalia ndevu, sikukata nywele wala ndevu kwa sababu yako. Kwa hiyo mfalme, samahani, usiliweke katika moyo. Daudi kwa sababu alikuwa na moyo wa Mungu akamsamehe, akasema lakini ile mashamba itagawanyika mara mbili. Yule mtumishi ambaye kabisa alikuwa mwaminifu atapata nusu. Akazigawanya mali, akampa mwingine. Mtumishi wa Mefibosheti akakamata nusu. Sema amina. Nataka nikuambie kwa nini unapigwa, kwa nini unakosa ushindi. Ni kwa sababu unabeba. Angalia katika Luka mlango wake ule wa 6 mstari wa 46. Katika Luka mlango wa 6, nataka tumalizie hapa. Mlango wake wa 46 inasemaje? Kwa nini mnaniita Bwana Bwana, lakini hamtaki kufanya ninayowaagiza? Kwa njia hii hamtakuwa na ushindi. Akawaambia kwa njia hii kuna mafuriko au kuna radi, kuna vitu ambavyo vitatokea, hamtaweza kushimama. Kasema kwa sababu nitawaambia mfano ya wale wajao kwangu, lakini ninapowaongelesha, ninapoongea nao neno langu hawataki kulifanya. Ni kama mtu aliyejenga kwenye mchanga, na yule anayelisikia analisikia na kulitendesha ni mtu aliyejenga juu ya mwamba. Na wakati mafuriko na radi na mitetemeko ilipotokea, yule aliyejenga juu ya mchanga, nyumba ilianguka kama Waisraeli, kwa sababu walikuwa wamejenga juu ya dhambi. Haleluya. Dhambi inamaanisha mchanga. Dunia inamaanisha mchanga. Tamaa na vitu vingi sana unavyovitenda vinamaanisha umejenga juu ya mchanga. Kwa hiyo una ushindi. Mchanga huo unateremuka.
Wanafikiri wanawake wanapata mchanga, inatokea wapi? Inatoka kwenye nyumba za watu, inatoka kwenye barabara, inatoka, kwa hiyo inaenda kwenye maji, ndio wanaipata mchanga. Mchanga inaletwa na mvua. Na kama jenga nyumba, hata mvua ikipiga nyumba, unaona inaondoa nyumba za matope. Yale matope nakimbia, unaona miti ya nyumba inaonekana, kwa sababu ni nyumba ya nini? Lakini angalia nyumba ya mawe, hata mvua inyeshe haina uwezo wa kuondoa, haina uwezo wa kuondoa hata briki, haina uwezo wa kuondoa jiwe, mvua ikinyesha hata ya kawaida. Lakini angalia nyumba ya matope, inapiga mpaka unaona vitu vimeharibika, miti imebaki juu na vile vidudu vimekula ile miti, alafu unaona nyumba inaegemea. Ni nyumba kwa jina ya nyumba, lakini hii ni nyumba ya miti, lakini ingine ni nyumba ya mawe, na mawe yameishika isiweze kuanguka. Haleluya. Angalia walichokifanya hapa katika Samueli wa kwanza mlango wake ule wa pili na mstari wake ule wa 22. Basi Eli alikuwa mzee sana, naye alisikia habari za mambo yote ambayo wanawe waliwatendea Waisraeli, na jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika malangoni pa hema ya kukutanika. Akawaambia, mbona mnatenda haya mambo kama hayo? Maana nasikia habari za matendo yenu mabaya kwa watu hawa wote. Sivyo hivyo wanangu, kwa maana habari hii ninayosikia si habari njema. Mnawakosesha watu wa Bwana. Mtu mmoja akimkosa mwenzake, Mungu atamhukumu, lakini mtu akimkosa Bwana, ni nani atakaye mtetea? Lakini hawakusikia sauti ya baba yao. Angalia, hawakusikia sauti ya baba yao. Neno la Mungu linasema hivi, mstari wa 26. Angalia 29. Kwa nini basi mnaipiga teke dhabihu yangu na sadaka zangu nilizoamuru katika maskani yangu, ukawaheshimu wanao kuliko mimi, mpate kujinenepesha kwa sadaka zote za watu wangu Israeli zilizo njema? Kwa sababu hivyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kweli nilisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele, lakini sasa Bwana asema hivi, jambo hili naliwe mbali na mimi. Nakataa natoa neno langu nililosema juu ya nyumba. Angalia, Mungu unapofanya uovu, Mungu anaondoa alichokuahidi. Ushindi aliyokuahidi anauondoa. Ndio maana unaweza kuona nguvu za kanisa zimepunguka, haziko, kwa sababu wameanza kuendea kwa akili zao. Wamemwacha Roho Mtakatifu ambaye ndiye kiongozi na yule anayegawa vipawa. Ndio maana watu wameweka akili zao mbele, alafu sasa Mungu amewaacha. Ndio maana hata wafumu na walozi nao wanaweza wakafika madhabahuni, wasipate homa, wasipate moto, wasipate kipigo. Wanaweza wakashika hata meza ya Bwana wakati wametoka kusini. Alafu imekuwa kawaida na imekuwa kama ni nyumba ya mazoea, nyumba ya Mungu, wakati ni nyumba ya maombi. Haleluya. Imeandikwa nyumba ya Bwana itaitwa nyumba ya maombi, na watu watakimbilia nyumba ya maombi wapate majibu pale. Lakini wanadamu wameigeuza kuwa pango la wanyang'anyi, kwa pango la wanyang'anyi. Angalia hapo, Eli anaambia watoto wake, haiombe hivi,
mnafanya makosa, nimesikia mlilala na wale wadada, msifanye hivi, nasikia mlilala, nasikia mliregea, nasikia. Sasa angalia huyu baba anachokiongea. Sheria inasema hivi, anayezini apigwe na mawe, hata kama ni makuhani wapigwe na mawe. Akashindwa kuchukua mamlaka. Familia ya Haruni ni kubwa, angewaondoa aweke wengine, kwa sababu Eli haikuwa ndio nyumba ya Haruni peke yake, walikuwa wengi wa nyumba ya Haruni. Angewatoa watoto wake wa kusaliwa, anachukua wengine watoto wa Haruni waje watunge madhabahu, kuliko hao wazinzi na hao wasinifu ambao wamefanya makosa. Katika kanisa hatuwezi kuwa na maintouchable ili ufanye dhambi. Sisi ndio tuliona namna huduma ilivyoanza, sisi ndio tulianzisha hii, sisi ndio tulipokea mzungu wa kwanza aliyeti. Tunajua historia. Hujui mambo ya mbinguni, unajua historia ya mwili. Ndio unaona watu wanazungusha vichwa vya watu. Sisi tunajua tuliopokea misionari, sisi ndio tulipokea misionari, alikula nyumbani kwetu na alifanya nini, alioea baba yetu. Kwa hiyo hapa hakuna wa kuongea, hapa hakuna wa kusema, hapa hata tunafanya dhambi sisi tutasamehewa hapa utapata shida. Ndio unaona madhabahu zimekauka. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya uovu. Kwa sababu ya uovu. Eli akaanza kumema, yani anamomoka. Wakati angechukua mamlaka, anamomoka, anaregea, anatapatapa. Wanangu sio hivyo, wanangu sio hivyo, wanangu sio hivyo. Mtu akikosa Bwana ni nani atashimama? Mtu akikosa Bwana unamema, utaona. Hawakukufia kwenye vita, wakafa na sanduku liko pale, likashindwa kuwatetea kwa sababu ya uzinzi waliokuwa wakifanya, likashindwa kuwatetea. Akashangaa wanakufa, damu zao zikabaki kwa Wafilisti. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu walikuwa hawamheshimu Mungu. Ndio katika Luka anasema, kwa nini mnaniita Bwana Bwana, lakini hamtaki kufanya ninayowaambia? Nimewaambia mfanye 1, 2, 3 ili kila aniaminie asipotee, apite katika njia ya neno. Wewe unajua njia ya kwenda mbinguni? Njia ya kwenda mbinguni ni lile neno tunalokufundisha. Kwa hiyo ukilikataa, umekataa njia ya kwenda mbinguni. Umekataa njia ya kwenda mbinguni na njia ya ushindi wako katika maisha. Utajiri bila Yesu hakuna kitu, ni utajiri hewa. Ni utajiri hewa. Hujawahi kuona tajiri amenunua kitanda kikubwa lakini hakuna usingizi? Kazi yake tu ni kujizoda. Yani manake ni vitu vya ajabu. Hana time ya kulala kwa sababu hana Mungu. Kwa hiyo hii yote ni utajiri hewa. Ayubu anasema usione vibaya ukiona mwenye dhambi anafanikiwa. Anasema yeye ataruka kama ndoto, na utajiri wake hautakuwa, kwa sababu ni utajiri hewa. Lakini akasema utajiri wa wana wa Mungu unaenda wajukuu hadi wajukuu. Haleluya. Utajiri wako utaenda wajukuu hadi wajukuu katika jina la Yesu. Kwa sababu neno la Mungu linasema, nilikuwa kijana lakini sasa mimi ni mzee. Sijaona aliyeokoka watoto wake, kwanza yeye mwenyewe akiwa Mungu amemwacha, aliyeokoka, aliyeungana na Bwana, sijaona Mungu amemwacha wala msao wake akitapatapa na kuyamayama njiani na kuomba mkate. Anasema hapana, watoto wa mwenye haki nao watafanikiwa. Hata wakifanya dhambi watafikia wokovu tu. Hata wamezaliwa wenye dhambi wanaweza kushindwa, lakini itafika wakati wataokoka katika jina la Yesu. Na maombi ya baba yao na uaminifu wa baba yao utawatetea katika jina la Yesu. Nani ananielewa hapa? Unapoomba hapa unatengeneza njia ya watoto wako. Unapoomba hapa unatengeneza njia, hata watoto hujawazaa, hata hujaolewa, unatengeneza njia ya watoto wako, kwa sababu baba yako alitengeneza njia ya uchawi alipokuwa hajakuzaa. Hata hajachumbia mama yako, aliingiza uchawi katika familia. Aliingiza uchawi katika familia. Angalia wanashindwa. Shimama kwa miguu yako. Nasikia tukate tu.
Kasa nikiendelea nitaanza kuongea mambo yangu, lakini acha nitii Roho Mtakatifu, tuangalie kile Mungu anafanya. Shimama kwa miguu yako vizuri. Tunakwenda kuomba. Mbia jirani yako tunakwenda kuomba. Hatuwezi pigwa na tuko na Mungu. Angalia kipigo tulicho nacho kwenye mji. Unaona kwamba wana wa Mungu, ukiangalia wanaotembea na miguu ni wana wa Mungu. Ukiangalia wale wanaoshindwa donge uchumba zinatesha kila siku. Ukiangalia walio na magonjwa ni wale. Ukiangalia walio na Biblia za kuseheka ni wana wa Mungu. Ukiangalia yani vitu vya ovyo. Watu walio na madaftari zile agenda ambazo zimeharibika, zimepita mwaka, wana wa Mungu. Watu wanaovaa metereza, wana wa Mungu tu. Yani watu hakuna kitu cha muhimu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu wana wa Mungu wameridhika, wametulia. Samueli alipoona sanduku limetwaliwa, alichokifanya alipambana, sanduku lirudi. Haleluya. Samueli alipokuwa angali hai na anakomaa, Biblia inasema hakuliacha neno la Mungu kuanguka. Akajifunza yeye kutembea katika kusudi la Mungu. Na ni yeye aliyesaidia Israeli, aliyerudisha lile sanduku likarudia. Akalirudisha uwepo wa Mungu. Mungu akampa miaka isiyo na hesabu. Kwa sababu huyu ndiye amelitoa. Angalia wachawi wakabeba sanduku. Ila kwa sababu Mungu ni Mungu, akapambana na miungu yao. Wakajaribu kusema tuangalie hili sanduku, mbona lina mambo mengi, tuangalie kama mko nini. Wakaangalia, unajua walichopata, walipata diare, walipata kuhara, watu walikufa sana. Kwa sababu walichungulia kwenye sanduku la Bwana, walifanya mezaa, walikufa. Walikufa watu wasio na hesabu katika Wafilisti, paka wakaliogopa. Wengine wakasema mnalileta, wakalikataa, wakalipeleka kwenye hekalu la miungu yao. Miungu ilianguka, madagoni zikaanguka chini. Walikuja asubuhi makuhani wa Dagoni, wakakuta Dagoni iko chini, wakamuinua tena. Kesho kutwa wakakuta mikono na miguu na kichwa vyote vimesambaratika. Hivi ndivyo Mungu anakwenda kufanya. Miungu ya jamaa ikatike vichwa. Miungu ya mji lazima iteketee paka kieleweke, paka kieleweke, maombi eleweke, uamsho tena uonekane tena. Madhabahu iliyovunjika tunaijenga tena. Itajulikana leo, kitaeleweka, paka mbingu iende nasi, ili walozi na maneno yao yasambaratike. Sogea karibu na madhabahu. Inua mikono yako juu, tunaomba. Mwambie jirani yako tunaomba. Tuachiane kama spasi kadogo, kwa sababu tunaingia katika muda mwema wa kuita mbingu. Haleluya. Haleluya. Tunakatala kushindwa wakati Mungu ni baba.